Hujambo na karibu msikilizaji katika makala maalum. Makala hii imeandaliwa na Abdi Suleiman na kuletwa kwenu na Khatib Juma Nahoda. Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa Tanzania bara na Zanzibar, ambapo Watanzania walipata nafasi ya kuchagua viongozi wao katika ngazi mbalimbali za uongozi. Katika uchaguzi huo, wanawake wengi walijitokeza kugombea nafasi za ubunge, uwakilishi, udiwani pamoja na viti maalum kupitia Umoja wa Wanawake wa UWT, jambo ambalo lilionyesha hatua inayoendelea kupigwa katika kufikia usawa wa kijinsia wa 50% katika uongozi na vyombo vya maamuzi. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, takwimu zinaonyesha bado wanawake hawajafikia uwakilishi unaolingana na wanaume katika nafasi nyingi za maamuzi. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2024, Tanzania bara ilikuwa na mawaziri wanawake 12 kati ya mawaziri 32, sawa na 37.5. Wakuu wa mikoa wanawake ni 8 kati ya 26, sawa na 30.8. Wakuu wa wilaya wanawake ni 46 kati ya 139, sawa na 33.1, huku wabunge wanawake wakiwa ni 145 kati ya wabunge 391, sawa na 37.1. Zanzibar nayo inaendelea kufanya vizuri katika baadhi ya nafasi. Mawaziri wanawake ni 6 kati ya 18, sawa na 33. Manaibu waziri wanawake ni 4 kati ya 8, sawa na 50%. Makatibu wakuu wanawake ni 10 kati ya 25, sawa na 40%, na wakuu wa mikoa wanawake 2 kati ya 5, sawa na 40%. Hata hivyo, bado kuna maeneo yanahitaji juhudi zaidi. Kwa mfano, Zanzibar bado haina mwanamke hata mmoja katika nafasi ya kadhi, huku wanawake wakiwa 20% pekee kati ya masheha 388 na 24% tu ya wakurugenzi. Ni katika mazingira hayo ndipo tunakuletea simulizi ya Zuhura Mgeni Othman, mwanamke ambaye hajawahi kukata tamaa katika harakati zake za kisiasa na uongozi. Zuhura Mgeni Othman ajitosa katika kugombea nafasi ya uwakilishi kupitia viti maalum mkoa wa Kusini Pemba katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, lakini safari yake ya uongozi haikuanza mwaka 2025. Anasema alianza ushiriki wa shughuli za kisiasa tangu mwaka 1995 kupitia umoja wa vijana wa CCM kupitia ngazi mbalimbali za uongozi kuanzia tawi, kata, wilaya hadi UWT. Mimi ni mwanamke ambaye pia nilijikita katika siasa. Nimegombea nafasi mbalimbali katika siasa, lakini vile vile nilianza tokea nilipokuwa mdogo. Kwa kweli sisi tulilelewa katika misingi ya siasa. Mzazi wangu marehemu Mzee Mgeni alikuwa ni mpambanaji sana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli sisi sote tulilelewa katika Chama cha Mapinduzi tokea ni wadogo. Tulifuata vichogo vya wazazi wetu hadi kufikia hapa leo tulipo. Mimi nilianza kugombea katika nafasi kiwemo wadi, nikaingia matawi. Siku hiyo nikakaa tu nikaona kwa nini mimi watu wanachukua fomu za kugombea wilaya, kwa nini na mimi sigombei wilaya? Kwa bahati nilijaribu, lakini niliweza. Nilijaribu wilaya, nikaanza kuwa mjumbe katika wilaya, lakini pia nikawa mjumbe wa kamati ya siasa wilaya. Lakini sikuishia hapo. Nilikwenda nikawa ninagombea katika nafasi mbalimbali za uwakilishi katika mkoa wa Kusini Pemba. Mwaka 1995 nilianza harakati za kugombea, wakati bado niko mdogo na umri wa kugombea kwa vijana ulikuwa unaniruhusu. Lakini pia nikaanza kugombea kipindi cha mwaka 2020. Niligombania nafasi ya UWT mkoa wa Kusini Pemba, lakini nikapata mshindi wa pili. Katika watu tulikuwa kama watu 10, mimi nikapata mshindi wa pili, lakini haikuwa riski kuingia baraza la wakilishi. Lakini hata hivyo sikuvunjika moyo, sikuchoka wala sikukata tamaa. Niligombea tena katika awamu hii ya 2025. Pia niligombania tena, tulikuwa takriban watu 7 ambao tuligombania nafasi hii, lakini kwa vile mimi ni mpambanaji, mpiganaji, lakini pia nina malengo, sikuchoka. Niliomba tena ridhaa
na chama changu kikanipendekeza nikawa mgombea wa uwakilishi, pia nikapata mshindi namba 2. Lakini vile vile haikuwa riski kwa upande wangu kuingia katika baraza la wawakilishi, lakini nasema mimi ni mpambanaji, sichoki wala sitochoka. Lakini pia nilishika nyadhifa mbalimbali ikiwemo katika chama. Niligombea nafasi, nimeshakuwa mjumbe wa baraza kuu UWT taifa, ambalo nilidumu nao nafasi hii kwa muda wa miaka 5, ikawa ni mjumbe wa baraza kuu UWT taifa. Lakini hata hivyo pia hadi sasa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa chama, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wazazi, lakini pia niliwahi kushika nafasi za mikoa, na hadi hivi leo naendelea ikiwa ni mkuu wa wilaya ya Chake Chake, lakini pia chama ndicho kilichoniweka. Na kwa kweli mimi Chama cha Mapinduzi ndiyo chama changu, na Chama cha Mapinduzi ndiyo mkombozi wangu. Anasema kushindwa katika uchaguzi sio mwisho wa safari ya kisiasa. Anasema amejifunza kuwa uongozi ni safari ya uvumilivu, kujituma na kuendelea kupambana bila kukata tamaa. Kwa kweli ni mapenzi ya chama, na kutokana na yule tamaduni ambayo mimi nimelelewa. Mzazi wangu pia ilikuwa ni mwana CCM, lakini anaipenda kugombea. Kwa hiyo nilikuwa ni kufuata nyayo za wazee, ambapo na mimi nilikuwa nina hamu, kwa nini fulani anagombea na mimi kwani ni kuna nini hata mimi nisiweze? Kwa kweli nisema na mimi naingia, nagombea, kila mmoja ana riski yake. Na hadi hapa leo naamini kwamba Chama cha Mapinduzi ndicho kilichonisukuma na hadi leo hii kushika nafasi mbalimbali katika. Aidha, Zuhura anasema bado wanawake wanakutana na mitazamo hasi wanapoamua kuwania nafasi za kisiasa, lakini anaamini wanawake wana uwezo sawa na wanaume katika uongozi. Anatoa wito kwa wanawake kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Neno ya binadamu waliokuwa mwamko wao ni mdogo sana kwa kusema kwamba mwanamke anapojishughulisha na siasa huwa ni muhuni. No, anakosea sana, kwa sababu pahali popote mtu kama anataka kufanya uhuni wake basi anafanya. Lakini mimi kwa tokea nilipoingia katika siasa sijaona hicho kitu. Hakuna hizo kauli, kwa sababu sote tunakwenda kupambana, na kupambana kunatakiwa upambane kihaki lillahi. Hakuna mwanamke, hakuna mwanamume, sote ni kitu kimoja. Kwa kweli hayo mawazo ni potofu, na naiomba jamii hayo mawazo iachane nayo, kwamba mwanamke anapojishughulisha na siasa basi huwa ni muhuni. Hakuna hicho kitu, na naomba hizo kasumba ziondoke. Nadra Muhammad Nasor anasema anamfahamu vizuri kama mwanamke jasiri, mwenye misimamo na mwenye kuhamasisha wanawake kushiriki katika shughuli za maendeleo na kugombea nafasi za uongozi. Ubaguzi wa aina yoyote, na mpaka saa hivi tayari kashakuwa mheshimiwa, lakini bado tunaenda na hali ile ile ya mwanzo. Yuko vizuri Mheshimiwa Zuhura, kwa kweli ni mfano wa kuigwa katika viongozi. Jivunia vipo vingi, maanake mwanzo toka alipokuwa afisa mdhamini alikuwa tunakwenda naye vizuri, anatushirikisha katika mambo ya kijamii, tunashirikiana naye vizuri tokea mwanzo alipokuwa afisa mdhamini. Na sasa hivi amekuwa mkuu wa wilaya, pia tunashirikiana naye katika mambo ya kijamii vizuri, kama inavyopaswa mwanajamii wote ashiriki, na yeye anashiriki. Wala akishiriki katika kazi za kijamii, sio kwamba anashiriki pale kama ni kiongozi anajiona na majivuno. Anakuja mwenyewe kiustaarabu, kiongozi mstaarabu, kiongozi shupavu ambaye anashiriki katika vizuri katika utendaji wake. Kwa upande wake, Hidaya Omar Rajab, mjumbe wa UWT wilaya Chake Chake, anasema Zuhura ni mwanamke anayezingatia nidhamu ya chama na hakosi vikao vya uongozi mbalimbali, akiomba za uongozi, akiomba sehemu za uongozi kichama, akiomba sehemu za uongozi katika jumuiya, na mliokumbukia mimi ni jumuiya ya wazazi pamoja na jumuiya ya UWT. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa akikipenda chama chake cha Mapinduzi CCM, akikipenda sana, na alikuwa kila pahali ukienda katika sherehe mbalimbali utamkutia yupo, na katika nyadhifa nyingi tushampigia kura mara nyingi, tushafanya kazi wote katika siasa, kashahangaika nayo chama mpaka leo, sina wasiwasi nayo katika chama. Enda kila tunapopanda au kila miaka inavyokwenda juu,
ndivyo wanawake wanavyojitokeza wingi, kutokana na ule ushawishi, kutokana na uwezo. Wanawake wanasoma, wanawake wametanua kiakili, wanawake wana mawazo mazuri, wanawake wana ubunifu, wachangamfu. Kwa hiyo tumeona kama kila rais anayekuja, basi wanawake ni fungu kubwa la kuongezeka. Familia ya Zuhura inasema imekuwa ikimpa ushirikiano mkubwa katika kipindi chote cha harakati za kisiasa, hususan wakati wa kampeni. Wanasema wanaamini uwezo wake na wataendelea kumuunga mkono ili atimize ndoto zake za uongozi. Na najaribu kumpa moyo aendelee kupambana na asirudi nyuma, ingawa kunakuwa na vipingamizi vingi, kunakuwa na mikwamo mingi, lakini nakuwa nampa moyo sana ili asivunjike moyo, sababu ukiangalia kama chaguzi zote ambazo kaingia, kunakuwa na changamoto nyingi ambazo kiuhalisia kama mtu hakuwa na moyo wa ujasiri, basi anakuwa anashindwa. Lakini kiukweli nakuwa nampa mashirikiano makubwa na nampa moyo, na kumpa moyo ndo anapopata ule ujasiri wa kuendelea kuingia katika harakati zangu. Ni kwamba asivunjike moyo, ingawa kuna maneno mengi huwa yanasemwa, hususan anapoonekana mwanamke anaingia kwenye shughuli na harakati kama hizo za siasa na uongozi, ambazo kama hukuwa na moyo na ujasiri unaweza ukarudi nyuma, kwa sababu jamii mtazamo wake mara nyingi inavyoangalia huona kuingia katika siasa au harakati za uongozi kama hizi huona ni uhuni, lakini kumbe sivyo ilivyo. Wewe mwenyewe unajitambua kama wewe ni nani na unakusudia una lengo gani, basi unakuwa kila kitu kinakwenda kama inavyotakiwa. Kaimu mratibu wa TAMWA Zanzibar Pemba, Amina Ahmed Mohamed, anasema bado kuna haja ya kuongeza idadi ya wanawake katika nafasi za maamuzi ili kufikia lengo la uwakilishi wa 50-50. Anasema wanawake kama Zuhura Mgeni Othman ni mfano wa kuigwa, sababu wanaendelea kujitokeza kugombea licha ya changamoto mbalimbali wanazokutana nazo. Akirejea takwimu, anasema bado wanawake ni 20% tu ya masheha Zanzibar, 24% ya wakurugenzi, na Tanzania bara wanawake ni 20.3 tu ya wakuu wa idara katika halmashauri, pamoja na 28.3 ya wakurugenzi watendaji wa halmashauri, hali inayoonyesha bado kuna nafasi kubwa ya kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi. Katika kufikia usawa 50-50, tumelenga kuhakikisha kwamba wanawake wote wanapata fursa, lakini sauti na uwakilishi wao katika vyombo vya kutolea maamuzi katika kufikia huo usawa 50-50 unafikiwa, ambapo miongoni mwa juhudi zetu tunazozifanya katika kulifikisha hilo ni pamoja na kutoa elimu kwa wanawake, lakini makundi mbalimbali ya wanawake. Lakini kuna wale wanawake ambao wana umri zaidi ya miaka 30, tunatoa elimu na kuendelea. Wanawake vijana tunatoa elimu, makundi ya wanawake wenye ulemavu tunatoa elimu, lakini pia tunafikia katika yale malengo yaliyokusudiwa ya kujiendeleza kimaendeleo. Kwa mfano, kuna wanawake ambao wanatamani kugombea nafasi za uongozi kutokana na changamoto mbalimbali, wanakuwa wanakosa vile kugombea, labda changamoto za fedha na uwezo. Na kwa juhudi tunazozifanya sisi TAMWA ni pamoja na kuwasaidia kuanzisha vile vikundi vya kukopa na kuweka, kuanzisha vikundi mbalimbali vya ushirika ambavyo hivyo vitasaidia wao kuweza kutimiza yale malengo yao. Lakini tunazifanyia uchechemuzi zile sera na sheria ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa kikwazo kwa mwanamke kuweza kufikia hayo malengo ya kugombea nafasi za uongozi. Sisi TAMWA inakuwa tunaendelea kuzifanyia uchechemuzi kwa kushirikiana na wadau wa sheria ikiwemo za fela, lakini kuna wale wa pegao juauza, wote hao kwa pamoja tunashirikiana nao. Kwa hiyo wanawake, makundi ya wanawake, labda wanawake wenye ulemavu, wanawake wenye rika tofauti, lakini wanawake ambao kwa namna moja ama nyingine wanasubutu kuzitafuta hizo fursa kutokana labda na sheria kuwakandamizi, basi inakuwa tunaendelea kushirikiana na wadau hao katika kuona kwamba zinafanywa uchechemuzi na ili mwanamke aweze kupata fursa na hatimaye kuweza kufikia katika nafasi hii ya uongozi. Katibu wa UWT wilaya Chake Chake, Ruth Fabian Panale, amesema UWT itaendelea kuwahamasisha wanawake kugombea nafasi mbalimbali za uongozi
ili kuongeza uwakilishi wao katika vyombo vya maamuzi. Huwa tunawahamasisha sana tunapoanza michakato ya kipindi cha mambo ya kisiasa, mambo ya uchaguzi, kwa sababu mwenyekiti wa UWT Mama Chatanda na makamu wake Bi Zainabu Shomari walisema kwanza tuhamasishe wanawake kwenye ngazi ya kuchukua fomu kwenye ngazi zote. Maana tulisema tuna msemo wa UWT kuwa rafiki wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Tuliondoa ile dhana ya kusema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Sasa UWT kwa uongozi wa Mama Chatanda na Zainabu Shomari tuliitoa hiyo dhana ya adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie, sisi tukaenda na dhana ya rafiki wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Hiyo dhana. Kwa hiyo kwenye mambo ya uchaguzi, mfano mwaka jana tuliwaunga sana mkono wale wanawake walikopo wanachukua fomu kugombea majimbo. Maana yake tuliwapa kipaumbele. Dhana yetu ilikuwa inataka asilimia iwe 50-50, wanawake wa viti maalum majimboni na wanawake wa bunge majimboni. Wanawake walipata nafasi wengi, waliokuja kugombea wanawake walikuwa wengi, lakini waliopata nafasi ni wachache. Kwanza tunashukuru marais wetu wawili, Mama Samia na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kweli kwa upande wa viti maalum bara viliongezeka. Kwa mkoa wetu wa Kusini Pemba tumewapata wabunge wa viti maalum wapo 3, ambao yuko Mheshimiwa Nadra Gulam, yuko Mheshimiwa Zulfa Maka, yuko na Mheshimiwa Mariam Wazani. Pia tuna wakilishi wa Baraza la Wakilishi ambaye ameingia Mheshimiwa Mariam Saidi Hamisi. Pia tuna mwakilishi wa viti vya wasomi Mheshimiwa Lela Mohamed Musa ambaye pia ni waziri. Kwa sababu uchaguzi wa mwaka jana asilimia kubwa sana tulipata kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ndio manake viti vya wanawake viliongezeka vikawa vingi. Licha ya kushika nafasi ya pili katika mchujo wa viti maalum katika uchaguzi uliopita, Zuhura Mgeni Othman anasema hata kata tamaa kamwe. Anaamini kila hatua anayopiga ni sehemu ya maandalizi na mafanikio makubwa zaidi ya baadaye. Kwa wanawake wengi, simulizi yake ni ushahidi kwamba uongozi si safari ya ushindi wa mara moja, bali ni safari ya uthubutu, uvumilivu na kuendelea kusimama hata pale unapokutana na vikwazo. Makala hii imeandaliwa kwa ushirikiano wa TAMWA Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika uongozi na vyombo vya maamuzi. Mwandishi na mwandaaji wa makala hii ni Abdi Suleiman na imesimuliwa nami Khatib Juma Nahoda.